Katika ujumbe wake uliotolewa kuelekea maadhimisho ya siku ya uhuru wa Disemba 9, serikali ya Tanzania ya Samia Suluhu imewataka wananchi au Watanzania wote kuadhimisha siku ya kesho wakiwa majumbani mwao, huku serikali ikisisitiza kutafakari kwa utulivu na kusherehekea siku hiyo ya Disemba 9 kwa uwajibikaji na kuepuka mikusanyiko isiyo halali. Kauli hiyo iliyotolewa kupitia kwa Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Nchemba aliashiria mabadiliko makubwa katika jinsi sikukuu ya kitaifa ya uhuru ya Tanzania ya mwaka huu itakavyoadhimishwa, huku serikali ya Tanzania ikitaja masuala ya kiuchumi, vipaumbele vya rasilimali na hitaji la kudumisha utulivu wa kitaifa na amani. Na sasa wamewataka Watanzania siku ya kesho kubaki majumbani kama hawana kazi yoyote ya kufanya nje. Waziri Mkuu Nchemba alieleza kuwa sherehe za mwaka huu za uhuru Tanzania hazitajumuisha maandamano ya kimila au umati mkubwa wa watu kukusanyika katika viwanja vya michezo kama inavyoonekana hapo awali katika matukio ya kitaifa Tanzania. Badala yake, Mwigulu Nchemba aliwahimiza Watanzania kutumia likizo hiyo kwa mapumziko majumbani kwao siku ya kesho, pamoja na kuwa na umoja na kutafakari na wajiepushe kutoka nje. Alisema serikali iliteua Disemba 9 kama siku ya kaya kusitisha na kuheshimu historia ya nchi ya Tanzania kutoka popote walipo, akisisitiza hitaji la kusawazisha fahari ya kitaifa na vikwazo vya kiutendaji vinavyokabili nchi hiyo. Kwa mujibu wa tangazo la serikali kutoka kwa Mwigulu Nchemba kwa niaba ya Samia Suluhu, watumishi ambao majukumu yao yanawahitaji kubaki kwenye vituo vyao vya kazi wataendelea na majukumu yao kama kawaida, kama watakavyoelekezwa na wakubwa wao na wasimamizi wa kazi zao, lakini wale ambao hawana kazi ya kufanya nje wameambiwa waweze kubaki majumbani kwao na Waziri Mkuu wa Tanzania Mwigulu Nchemba. Hata hivyo, wananchi walio wengi walishauriwa kukaa nyumbani na kuadhimisha siku hiyo kwa amani wakiwa majumbani mwao na kuepuka kutoka nje. Agizo hili la Mwigulu Nchemba lilitolewa kama fursa kwa Watanzania kuungana tena na familia zao na kutafakari maadili ambalo yamelijenga taifa katika kipindi cha miongo 6 iliyopita. Mwigulu Nchemba alisisitiza kuwa kusherehekea siku ya uhuru Tanzania kutoka nyumbani hakupunguzi umuhimu wa maadhimisho hayo, bali kunaleta utulivu na umoja. Badala yake, aliutunga kama wito mpya wa mshikamano wa kitaifa, akiwataka Watanzania kuheshimu maendeleo ya nchi kwa kuonyesha umoja, nidhamu na amani na uwajibikaji, na pia kwa kubaki majumbani. Alisisitiza kwa kiini cha siku hiyo ya kesho kukumbuka mapambano ya uhuru na kujitolea mhanga kwa waasisi wa kitaifa kinasalia kuwa thabiti hata bila sherehe kuu za umma. Rais Samia Suluhu Hassan kupitia agizo lililotolewa na Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba alibainisha kuwa maadhimisho ya mwaka huu ya uhuru yanalenga kuakisi hali halisi ya uchumi. Aliwahimiza wananchi kushiriki katika shughuli rahisi za maana zinazoinua jamii zao badala ya kutegemea matukio makubwa yanayofadhiliwa na serikali. Mtazamo wake unalingana na msitizo wake wa hivi majuzi wa usimamizi wa busara wa rasilimali za taifa, akisema kuwa matumizi yasiyo ya lazima yanapaswa kupunguzwa inapowezekana. Katika maelezo yake, Mwigulu Nchemba alieleza kuwa Rais Samia Suluhu anataka siku hiyo iwe ya utulivu, heshima na fikra za mbeleni, na wananchi kubaki majumbani kwao na kuepuka mikusanyiko isiyo halali. Maagizo hayo ya Waziri Mkuu kutoka kwa Samia Suluhu Tanzania yamewashauri Watanzania kutafakari juu ya dhabihu zilizotolewa na mababu wa taifa na kufikiria jinsi kila mtu anavyoweza kuchangia katika hatua inayofuata ya maendeleo ya taifa. Mtazamaji, ushauri huu wote na maoni haya yote kutoka kwa serikali kupitia Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba yanakuja huku waandaaji wanaojiita Gen Z wa Tanzania na wanaharakati wengine kuandaa maandamano makubwa ambayo serikali inahofia kwamba maandamano hayo huenda yakazua machafuko na vurugu kama zile zilizoshuhudiwa mnamo tarehe 29 Oktoba. Pia Mwigulu Nchemba amesisitiza leo umuhimu wa uwajibikaji binafsi, akisema uzalendo unatakiwa kuonyeshwa kwa vitendo vinavyojenga taifa la Tanzania badala ya maonyesho makubwa ya sherehe.
Taarifa hiyo iliwahimiza zaidi wananchi wa Tanzania kuitumia siku hiyo kwa vitendo vya huduma kwa jamii, kazi za kujitolea na mipango ya uzalishaji mali inayosaidia ukuaji wa taifa. Hii iliwasilishwa kama njia ya kuunganisha tena siku ya uhuru ya Tanzania na michango inayoonekana kwa jamii badala ya sherehe za ishara za njiani ambazo zitaweza kuzua mikusanyiko ya watu. Kwa mujibu wa serikali, shughuli hizo zina thamani kubwa kwa muda mrefu na zinaonyesha roho ya kweli ya uzalendo. Habari za agizo hilo zilipoenea leo, maoni ya umma yaliweza kuchanganywa sana. Wengine walisema na kushitumu serikali ya kwamba inajaribu kufanya hivyo kwa kuweza kuwahimiza Watanzania wabaki majumbani ili kuepusha maandamano na vurugu, huku wengine wakiweza kukaribisha mbinu hiyo wakisema kwamba kukaa nyumbani pia kungepunguza matumizi yasiyo ya lazima, kupunguza msongamano wa maeneo ya umma na pia kuzipa familia wakati unaohitajika sana pamoja. Wengine waliona hatua hiyo kuwa isiyo ya kawaida, wakibaini kuwa siku hiyo kihistoria imekuwa ikiadhimishwa kwa nguvu ya umma na fahari ya kitaifa. Licha ya hayo yote, maofisa wa serikali wameshikilia kwamba marekebisho hayo yalikuwa ya lazima na yanaonyesha hali halisi ya hali ya hewa ya sasa ya kitaifa Tanzania. Waangalizi pia walibainisha kuwa kuwataka Watanzania kukaa nyumbani siku ya kesho tarehe 9 Disemba kunaendana na mwelekeo mpana wa serikali wa kusimamia mikusanyiko mikubwa kwa tahadhari ya kuzuka kwa machafuko, vurugu au maandamano. Wachambuzi walieleza kuwa wakati mantiki rasmi inahusu usimamizi wa uchumi, agizo hilo pia linaonyesha umakini wa serikali ya Tanzania katika kudumisha utulivu na kusimamia hisia za umma wakati wa misimu nyeti ya kisiasa. Daktari Mwigulu Nchemba alikariri kuwa mabadiliko ya mitindo kwa kusherehekea haipaswi kutafsiriwa vibaya kuwa ni kupunguza umuhimu wa siku ya uhuru, bali ni kuweza kutuliza hali ya hewa ya Tanzania. Alisema sikukuu hiyo inaendelea kuwa na maana kubwa ya kihistoria, ikiwakilisha mapambano yaliyochagiza muungano na uimara uliojenga Tanzania ya kisasa. Aliwataka Watanzania kushiriki katika kumbukumbu hiyo kwa heshima na kujitafakari majumbani kwao. Viongozi wa serikali wamesisitiza kuwa mbinu hii inalenga pia kukuza utamaduni wa uwajibikaji na nidhamu. Kwa mujibu wa Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba, waanzilishi wa taifa hilo waliona jamii inayoendelea kwa bidii na umoja, sifa ambazo zinaweza kuonyeshwa hata bila mikusanyiko mikubwa. Maafisa walibaini kuwa kusherehekea kutoka nyumbani kunaruhusu raia kutafakari juu ya umbali ambao nchi imefika na wapi inapaswa kwenda. Rais Samia alihimiza wananchi kuiona siku hiyo ya kesho kama kumbukumbu ya mambo yaliyopita na kujitolea kwa siku zijazo na kuweza kutulia majumbani mwao. Siku ya uhuru inapokaribia na siku ya maandamano yaliyopangwa inapokaribia, matarajio yanasalia juu kuhusu jinsi mtindo wa kipekee wa sherehe za uhuru utakavyoweza kutokea na jinsi maandamano hayo yatakavyoweza kukabiliwa na maafisa wa usalama. Licha ya kutokuwepo kwa mikusanyiko ya kimila, Watanzania wengi wanajiandaa kuadhimisha siku hiyo kupitia mila na desturi majumbani mwao, shughuli za kifamilia na mipango inayolenga jamii. Serikali ya Tanzania imehimiza matamshi hayo, ikibainisha kuwa uzalendo unaonyeshwa vyema kwa umoja na uraia wa uwajibikaji. Katika hotuba yake ya mwisho, Mwigulu Nchemba alitoa salamu za pole za serikali kwa wananchi wote, akisema siku hiyo inawakilisha maendeleo ya kitaifa, umoja na utambulishwa pamoja. Alisisitiza kuwa ujumbe wa Rais Samia ni wa umoja wa kitaifa na dhamira ya pamoja katika safari ya nchi inayoendelea. Alimalizia kwa kuhimiza na kusisitiza tena Watanzania wote waweze kusherehekea siku hiyo ya kesho majumbani mwao, na wale ambao wanaelekea kazini basi waweze kuelekea kazini na waepuke mikusanyiko isiyo halali. Mtazamaji, tayari kikosi cha jeshi la polisi la Tanzania limeweza kupiga marufuku maandamano hayo ambayo yataweza kufanyika siku ya kesho ya tarehe 9 Disemba. Mtazamaji, nikikamilisha habari hizi, ningependa kusikiliza maoni yako. Je, unadhani serikali iko sawa kwa kuambia Watanzania waweze kusherehekea kutoka majumbani mwao, au je, unadhani hii ni marufuku ya kutotoka nje ambayo imeweza kuletwa kwa njia isiyo moja kwa moja? Na kuacha uwanja huo wa comment section, bonyeza alama like kisha subscribe na ubonyeza alama kengele chini ya video hii kwa taarifa zaidi.